Habari za muda huu, mtazamaji wa IBN TV Afrika, na karibu katika kipindi chetu cha utandawazi. Katika kipindi hiki, mtazamaji wa IBN TV Afrika, utakuwa nami Mujahid Rashidi na mgeni wangu Sheikh Abdulrazak Amir akitokea pale ABC Arusha mjini. Karibu uwe nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Mtazamaji, kama ambavyo tunaendelea na vipindi hivi, na hivi punde tulikuwa tunazungumzia au kipindi kilichopita tumekuwa tukizungumzia swala zima la utandawazi wa kiutamaduni, na hivi sasa tunaendelea na kipindi chetu cha utandawazi, lakini tutaendelea pia katika kipengele hiki cha utandawazi wa kielimu kama ambavyo pia tuliweza kugusa katika kipindi kilichopita. Sheikh, karibu sana. Asante sana. Karibu kwa mara nyingine IBN TV Afrika. Na mtazamaji, tumeweza kumtambulisha mada ambayo iko mezani kwamba tutazungumzia au tutaendelea zaidi kuhusiana na swala zima la utandawazi wa kielimu. Tumegusa maeneo mbalimbali, tumeona namna gani elimu hii ya utandawazi au tunasema elimu ya kisecular au tumeitambulisha pia kama formal education, kwa namna gani imekuwa kama ni mtego wa kuweza kimaadili labda kuweza kuharibu mfumo mzima wa maisha pengine ya utamaduni wa Kiafrika zaidi. Sasa hasa sisi tunataka tufocus zaidi katika upande pia wa dini ya Kiislamu, namna gani pia elimu hii imeweza kuja kwa namna moja au nyingine aidha kuharibu au kurekebisha, lakini hapa tutafocus zaidi katika ustawishaji wa elimu hii au ubomoaji wa elimu hii ya kisecular, pengine tunaweza tukasema, au ya kiutandawazi. Mchango wake hasa katika upande wa watoto wetu, labda vijana wetu wa madrasa, umewezaje, kwa namna gani umeweza kustawisha, lakini pia kwa namna gani umeweza kuharibu mfumo huu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah walhamdu haqquhu kama yastahiquhu hamdan kathira. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana wetu mtukufu Mtume na familia yake. Elimu ya kisekula ambayo ndio elimu ya kimataifa sasa hivi, na unafikia kijana kuhitimisha elimu yako kwa kufika katika elimu ya juu inayojulikana kwa jina la university. Na tumesema kwamba neno university linatokana na neno universal. Kwa hivyo ndani ya elimu hiyo kuna malengo ya kimataifa na kuna vigezo ambavyo vitamtambua yule msomi kimataifa. Sasa haina maana kwamba elimu ya Kiislamu haiwezi kuwa ni formal, kwa sababu maana ya formal education ni ile elimu yenye utaratibu maalumu wa muda wa kusoma, kwa maana ya miaka ya kusoma, pengine watu wanavaa uniform, wanakwenda mahala maalumu, kuna curriculum, kuna syllabus, kuna kugraduate kwa maana kupata shahada yako na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kuwepo na mtiririko na utaratibu maalumu katika muda, wakati, mavazi na vitu kama hivyo, na syllabus na curriculum, ndivyo vitu vinavyofanya elimu iitwe kuwa ni formal. Sasa haina maana kwamba elimu ya Kiislamu haiwezi kufanywa kuwa ni formal. Na utaona kwamba Waislamu katika miaka karibuni wameanza kujaribu kwa kiasi fulani kuformalize elimu yao, kwa maana anasoma sheria lakini anakuwa ni graduate wa university wa sheria. Na inawezekana pakawa na kitu kinachoitwa comparison, kuonyesha kwamba hii sheria ya Kiislamu ukilinganisha na ya kisekula ni maeneo gani zinakutana, maeneo gani zinaachana, na mara nyingine kujenga misingi ya hoja ya kuithibitisha ile elimu ya Kiislamu na usahihi wake dhidi ya elimu nyingine. Hizi changamoto zimetufanya tuamke, tuanze kufanya vitu kama hivyo. Sasa kwa kuwa swali ni kwamba ina mchango gani katika kuijenga au kuibomoa elimu ile ya madrasa, kwa bahati mbaya sana, na ndio hapa watu wengine huzungumza wakasema ina malengo hayo, kwa bahati mbaya sana tunashuhudia elimu ya Waislamu ya madrasa inaelekea kuwa kana kwamba inakufa.
inakufa, kwa maana madrasa zetu hazina uhai tena. Kipindi cha wanafunzi wa Kiislamu kwenda kusoma madrasa kimekuwa kidogo zaidi. Idadi ya wanafunzi imekuwa ni chache sana, ndogo sana. Na hii inatokana na ile dhana tuliyozungumza huku nyuma kwamba mfumo wa maisha duniani huu unaotangazwa kupitia huu utandawazi una sifa kubwa ya kimaada, kupenda kupromote materialism. Na elimu vile vile inapimwa kwamba je, ina provide marketable skills, itamfanya mtu aajirike, kwa lugha ya kibepare auzike, ana nafasi ya kujenga uchumi. Na kwa bahati mbaya hata wazazi hawafikiri kuproduce mashehe, maustaz, walimu, kwa sababu ni watu wanaotizama katika jamii kuwa ni watu duni, hawana kipato na pengine ni watu tegemezi. Na baya zaidi ni pale unapoona mashehe hawazalishi watoto wao mashehe pia, kana kwamba pale walipofikia wanajutia, hawataki majuto hayo yaende kwa wanafunzi wa vijana wao. Kwa hivyo ukitizama mashehe wengi wanaojulikana mashehe wamejitahidi sana kusomesha watoto wao mpaka vyuo vikuu, lakini ile system ya zamani ya kwamba familia za mashehe zinazalisha kizazi hata kizazi mashehe, na familia ile inakuwa ni kibla cha elimu ya kidini, inaanza kutoweka ile, kwa sababu wa kwanza anayevunja sura hiyo ni mashehe, kwa kuhakikisha watoto wao wanakwenda. Si vibaya kama tutakavyoona, lakini kwa kadiri gani sisi tunakwenda mbio katika elimu hiyo itwayo ya kisekula, tukaacha elimu hii ya kidini ambayo inaanza awaludini maarifatu, kwanza kumtambulisha Mungu, kufahamu mbinu halisi za maisha duniani. Kwa hivyo naweza kusema kwamba mfumo huu wa elimu hizi za kisekula kimataifa umeathiri athari hasi katika elimu za kidini, hasa madrasa zetu zimekuwa zinakimbiwa na watoto, muda wa kusoma umekuwa ni mdogo sana, watoto wanashughulishwa na tuition, wanashughulishwa na homework, hawana muda wa kuweza kusoma elimu za. Na mtoto akipevuka tu kidogo kamaliza darasa la 7, anaamini kwamba madrasa sasa si kwake, ni kwa watoto, yeye anakwenda sekondari, anashughuliki tena na elimu ya madrasa. Kwa hivyo mwisho tunaona kwamba mfumo wa hii elimu ya madrasa unaonekana kama ni mfumo yani mtoto kumpotezea wakati tu kwa muda fulani, alafu sasa akishapevuka akili, pale ambapo sasa alitakiwa ndo muda maalum kabisa wa yeye kuyakamata sasa mafunzo ya dini, ndo sasa tunamtoa katika system ile, tunampeleka kwenye upande mwingine. Na nikinukuu kipengele chako mojawapo cha kipindi kilichopita, ulizungumza kwamba endapo kijana atakwenda university, chuo kikuu, wakati huo ana msingi mzuri wa dini, basi ni rahisi sana kupotea na kuyaamini yale ambayo atakuwa amefundishwa kule, ambayo yako nje kabisa, yanamtenga Mwenyezi Mungu, tofauti na yule ambaye atakuwa ameenda kule amepata misingi mizuri ya dini, kwa sababu atakuja kulinganisha yale aliyoyapata huko na haya ambayo anayapata kule. Kwa hivyo ni hatari pia hiyo. Lakini shekhe, nikiwa na swali langu hapo ni kwamba sasa hivi tunaona kama ambavyo umezungumza kwamba tuna mashehe wetu au wasomi wetu wa Kiislamu, ingawaje si wote, kwa namna moja au nyingine. Naweza nikakutolea kwa mfano hapo shekhe, mfano ni kwamba alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni miongoni mwa wale ambao wamekwenda university wakati huo tayari ulishapata msingi mzuri wa dini. Kwa hivyo ni kwamba si rahisi kuyumbishwa na elimu hii ya kimagharibi au elimu ya kisekula. Umeshajua kwamba hii mipaka ya elimu ya kisekula, mipaka yake ni hii na mipaka yangu ya dini ni hii, tofauti na yule ambaye atakuwa amepata upande mmoja tu. Sasa tukiangalia kuna dhana pia za baadhi ya mashehe au baadhi ya wazee wetu pengine kwamba mtoto ukimpeleka labda kweli anakwenda katika upande wa madrasa, anafanya vizuri katika upande wa madrasa, lakini kuna dhana baadhi ya familia zinaona kwamba mtoto kumpeleka katika upande wa secular sasa ni kwamba unampoteza. Pengine dhana hii itakuwaje au unaiweka vipi, ambapo
badala ya kwenda ameshapata elimu ya dini vizuri pengine, lakini ananyimwa ile haki sasa ya kwenda kusoma shule, au apelekwi shule za msingi, hata pengine sekondari, anaambiwa huko utaenda kujifunza mambo ambayo hayastahiki, ananyimwa haki ile. Lakini wakati huo tunaangalia pia, hilo ni swali langu la kwanza. Pengine swali langu la pili ni kwamba tunaona kwamba mashehe wakishapata elimu pengine ya dini pia huwa wanajitenga na wao, kwamba si wakati, yani yeye kama ni shekhe basi aelekee katika upande wa ushehe na hana tena haruhusiwi labda kwa namna moja au nyingine, au anajiweka mbali pia katika upande wa maisha ya dunia tunaita hiyo, au elimu ya secular. Labda mambo haya mawili utawekaje sawa shekhe? Naam, kwanza kuhusu suala la tahadhari ya kupita kiasi kusoma elimu ya kisekula na pengine wazazi kuzuia vijana kwenda katika elimu hizi za kisekula, hili lina historia hasa katika nchi zetu. Lina historia ndefu. Baadhi ya Waislamu, nakumbuka visa vingi sana vilivyotokea, hata mara nyingine kwa mwalimu kuingia lecturer, kuingia katika university kuzungumza kwamba Waislamu walikataa kusoma. Of course mtu hakubali kuambiwa kwamba alikataa kusoma. Mimi ninachokiamini na kiko kweli kihistoria, tukubali au tukatae, kuna vitu viwili vilitufanya tusiingie sana katika elimu ya kisekula. Cha kwanza, tulitengwa. Wamishenari walikuwa kweli wana sera za kuhakikisha kwamba tuna produce aina mpya ya watu ambao wanaweza kutusaidia katika shughuli za utawala, na tunaweza kuwakabidhi nchi au wanaweza kuwa mbele ya wengine. Na anaifahamu historia ya elimu, education katika historia zetu, katika nchi zetu, hili liko wazi. Na unafahamu kwamba wamishenari walitangulia kabla ya ukoloni. Lakini kwa mfano Tanzania walipokuja Wajerumani, sasa Wajerumani walifanya kazi na watu wa kwanza maakida na maliwali wakiwa ni Waislamu, kwa sababu ndio walikuwa wakijua kusoma na kuandika. Lakini baadaye wamishenari likawakera lile, wakaenda katika serikali zao kuu wakashtaki kwamba wana hawa wanafanya kazi. Kwa hiyo maustadhi ndio walikuwa wakifundisha hata katika shule za Kijerumani. Na mara ya kwanza kabisa sisi tunaizungumza Kiswahili kuanza kuandika, tulikuwa tunaandika kwa lugha ya Kiarabu. Ndio. Na tulisoma katika madrasa zetu, na ndio shule zilizokutwa shule rasmi za watu wanakwenda. Kuacha hizi informal education, kwa maana kusoma kwa wazazi juu ya kupika, kufua, kulima, kuvua. Elimu ambayo ilikuwa ikitolewa rasmi, acha elimu ya jandoni, watu warika wanakusanywa, wanaelimishwa. Elimu kubwa ilikuwa ni ya madrasa. Watu wanakwenda wanasoma elimu mbalimbali. Kwa mfano anasoma fani za lugha, kwa ni sayansi ya lugha anasoma. Anasoma historia, anasoma mahesabu mara nyingine kwa sababu pia anafahamu mirathi. Anasoma sheria, anasoma mambo ya theolojia, kufahamu Mungu, kufahamu nini. Kwa hivyo hivi vitu vilikuwepo, na hasa ukanda wa pwani. Kwa hivyo Mjerumani alipokuja kwa mara ya kwanza, aliwakuta wenye kujua kusoma na kuandika ni hawa. Ilibidi afanye nao kazi. Lakini kuna commission mbalimbali zilitengenezwa baadaye ku exclude na ku marginalize watu fulani na elimu. Kwa hivyo hilo lilitokea, huwezi ukalikataa kihistoria. Kuna waandishi wengi wameandika, Cameron na Dodd, si Waislamu, wameandika kitabu chao, wameeleza haya. Kuna tafiti mbali zimefanyika hata hapa katika chuo chetu kikuu, na kitabu kimetolewa mwaka 2006, sitaki kukitaja kwa sababu ya zile ethics za kunukuu, lakini kimetaja mambo hayo. Sasa kweli walitengwa. Lakini la pili, tahadhari pia ilikuwa kubwa. Sipeleke watoto fundishwa ukafiri. Hili pia lilikuwepo. Na anayetaka kuthibitisha la ulize wazee walobakibaki, watamueleza wazi, si swala la kusingiziwa. Lilikuwepo pia. Sasa kupeleka watoto kwenye shule za kisekula, Waislamu wenyewe hawahitaji kujibiwa ile swali, wameanza kwa spidi kubwa sana. Bali na wenyewe kufungua mashule pia. Acha ile kwamba inajuzu tuna wao kufungua mashule yanaokwenda na mkondo huo. Changamoto yetu sisi ni pale ambapo tunataka kumlisha mtoto wetu taaluma hizo, lakini upande wa pili hata 10% ya jitihada tunazozifanya kule hatuzifanyi kwa mtoto kumfundisha dini. Unaweza ukaweka tuition ya Qur'ani
kama unavyofanya tuition ya hesabu kwa mtoto wako, mwalimu akamfundisha mtoto wako Qur'ani, lakini hatulifanyi hilo. Muda mwingi wa mtoto unatumika katika masomo haya ya kisekula zaidi kuliko masomo ya kidini. Athari yake ni mbaya sana. Bahati mbaya ni kwamba kila tunavyokwenda, elimu hii ya sasa hivi inachukua muda mwingi zaidi wa mtoto, unapanuka zaidi. Zamani tukisoma sisi miaka 7-8 ndo unaanza darasa la kwanza. Ndio. Na pengine hukuenda hata nursery school, maana hazikuwepo, na kama zilikuwepo ni chache sana. Sasa hivi kijana anakwenda kusoma akiwa na miaka 2, miaka 3, inaitwa baby class. Atasoma baby class pengine miaka 3 ndo aingie standard 1. Kwa hiyo muda wake tunapanua zaidi ule muda. Kwa hivyo mtoto tumemtoa zaidi kwenda kujifunza hayo kuliko kusoma ya Kiislamu. Umezungumza jingine la kijana kuingia katika vyuo vikuu, pengine unakusudia kuliuliza, ni kuachie labda kumelidokeza la vyuo vikuu vijana. Naam, kabla ya ili la vyuo vikuu nilijaribu kuliunganisha hilo swali, ili swali ambalo tunaangalia ni mashekhe wetu. Kwa mfano wako mashekhe ambao akishakuwa ni shekhe tayari anakuwa anajitenga na pengine mfumo ule wa elimu hii ya kisekula, labda na wao inakuwaje? Tatizo kubwa la watu waliosoma sekula kuwatenga mashekhe na kuwaona hawajui dunia inazunguka vipi. Ni kweli. Na tatizo kubwa la mashekhe wakishakuwa na msikiti na taasisi, kuwatenga watu wa kisekula kwamba hapa ni medani yangu, wewe usiki. Hapa ni qala Allah qala Rasul. Mimi ndo najua. Hili tatizo limesababisha matatizo makubwa sana ya maendeleo ya jamii ya Kiislamu, kwa sababu unapokuwa ni imamu wa msikiti ukaamini kwamba uko katika medani yako, hakuna kuingilia, wakati maamuma wako ni wahandisi, ni madaktari, ni walimu, ni wahasibu, ni watu wenye taaluma mbalimbali, wangeweza kuchangia maendeleo kwa kiasi kikubwa cha senta yako, ile taasisi yako msikiti, ambao ni taasisi kubwa, mkaanzisha miradi ya maendeleo. Kwa kuweka ukuta baina yenu mnachelewesha maendeleo. Kwa hivyo shekhi atoe 50 alokuwa nayo, na huyu msomi wa Kiislamu wa sekula atoe 50 yake, ziwe 100. Ndio tunaweza tukawa na rasilimali muhimu ya kuweza kuzalisha maendeleo. Kwa hivyo shekhe wanasema kuutilize, anatakiwa utilize ile resources, human resources zilizokuwa katika msikiti wake, awashirikishe wale wanaweza kutoa mawazo ambayo hana, na pale pa kusema wao wenyewe wanaogopa maamrisho ya Mungu na makatazo ya Mungu, au shekhe unasemaje hapo, Mungu anasemaje, yeye hatasema hapo kisheria bwana, hiyo itakuwa ni riba hiyo, hapo tusiingie hapo. Kwa hivyo kila mmoja atamshape mwenzake. Hili ni tatizo, lakini tuwepo na watakao balance baina ya hayo mawili, amesoma huku asome na huku, yule atakidhi haja nyingi zaidi bila kuhitajia msaada wa pembeni. Kwa hivyo si sawa sawa, na elimu haina mwisho wala haina umri. Kwa hivyo kuna nafasi ya kujiendeleza, na kila siku tunasoma, lakini kujitenga haifai. Kudhani mwenzako anataka kupokonya hadhi yako na ni medani yako, si sawa sawa. Kweli. Asante. Sasa shekhe, tunajaribu kuangalia upande mwingine wa hii elimu ya utandawazi au elimu ya kisekula, hasa vijana hawa ambao wako katika vyuo, kwa mfano ambao wanasoma vyuo, na wao pia labda kwa namna gani elimu hii inaweza kuwaathiri, yani elimu hii ya vyuo inawezaje kuwaathiri hasa vijana wa Kiislamu? Kwanza tunazungumza elimu inavyopromote utandawazi, na utandawazi athari zake tumeziona. Na chuo kikuu ni matokeo ya kule ulipoanza kwenye msingi, matokeo yanaonekana kwenye chuo kikuu. Athari ni ile ile ya kwamba kama ulipewa dhana mbalimbali za mambo yanayohusu maisha ya kila siku ambazo ni potofu, maanake maisha yako yatakuwa potofu, kwa sababu hizi ndizo zinatuendesha. Dhana zile mbalimbali ndizo zinazo control maisha yetu. Unafahamu nini kuhusu maendeleo? Nini maana ya maendeleo? Ile dhana ile maana ya dhana hii iliyokuwa kichwani kwako ndiyo itakayokuendesha katika maisha yako ya kila siku. Na ukienda mbio kuyatafuta maendeleo ni kwa sababu ya vile unavyofahamu juu ya maana ya maendeleo. Kwa hivyo utaona kwamba tusome sisi, tufikie mpaka vyuo vikuu, tuwe na PhD, tuwe na
shahada zote za juu, lakini lazima tufahamu Uislamu wetu vizuri, kwa sababu ndio utakao tushape katika taaluma hizo, kwa sababu ya misconception nyingi zilizokuwa. Uislamu una maana zake katika dhana mbalimbali na misamiati mbalimbali, istilahi mbalimbali za kielimu. Je, dhana hizo sawasawa na zile zinazofundishwa vyuoni? Sasa mimi na wewe tutaelewa kwa sababu tunajua dini inasema nini kuhusu hayo. Lakini mtoto ambaye hakwenda madrasa, na ndio utaona challenge kubwa iliyokuwepo leo hii baina ya sisi na vijana wetu waliokwenda, tumempeleka mara moja Marekani kusoma, Uingereza kusoma, university kusoma, akija analeta challenge kuhusu dini, mpaka unaweza ukadhani huyu sasa anakufuru, kwa sababu tayari ile mindset yake iko vile. Lakini lau kama angeandaliwa tangu mwanzo, angeweza kuichambua na kuifanyia analysis ile mafhumu, ile dhana inayoelezewa, akapata mwelekeo mzuri wa Kiislamu. Kwa hivyo nadhani changamoto ni hiyo, ya kwamba tunapotaka tuingie katika vyuo hivi tuwe tumejiandaa, tumeifahamu dini yetu. Hiyo ndio kinga, ndio hirizi pekee itayohifadhi dini yetu, la sivyo tutatoka nje ya dini. Tunaweza tukatoa baadhi ya mifano. Kijana wa leo akizungumza kuhusu free market atakusifia sana, kwa sababu ndio mjengo wa kitaaluma ulivyokuwa mpaka vyuo vikuu, free market. Lakini ina athari gani katika maendeleo ya watu, na hasa inapokuwa ushindani ni wa watu ambao wako hoi na watu ambao wenye afya nzuri? Vitu ambavyo leo hii tunaona wasomi wetu sasa wanapromoti mambo walioyasoma yanayo emphasis na kucement ukoloni mambo leo, kwa sababu ndicho walichokuwa nacho. Kullu ina'in bima fihi yanzahu, chombo huvuja kile kilichomo. Sasa atakuwa ni msomi mkubwa, lakini anapromoti ukoloni zaidi bila ya kujua, kwa sababu ya ile taaluma aliyokuwa nayo. Mathalan leo hii tunazungumza maendeleo, utawaona wataalamu wa kisasa wanaelezea vigezo vya watu kuendelea nini. Kweli elimu ipo, kiwango cha watu wa nchi ile kujua kusoma na kuandika asilimia ngapi ni kipimo cha maendeleo. Masala ya umri, wastani wa umri wa mtu kuishi katika nchi ile, kipimo cha maendeleo. Pengine na vipimo vingine, pato la mtu wa kawaida katika nchi ile ni kiasi gani kwa mwezi, kiasi gani kwa mwaka. Vipimo vya umaskini vinaelezwa. Lakini je, Uislamu unapozungumza maendeleo ya binadamu, ndivyo dunia inavyozungumza kuhusu maendeleo ya binadamu? Kwa hivyo utaona dhana ya maendeleo kwa Waislamu ni pana zaidi na inahusu kweli binadamu kuendelea. Kwa hivyo dini ina mchango mkubwa katika kuleta concept sahihi. Kama huifahamu utabeba concept potofu. Utaona barabara nzuri, utasema tumeendelea sana. Watu watakwenda mwezini, utasema tumeendelea sana. Watarusha satellite, wataziweka, utasema tumeendelea sawa. Lakini hayo ni maendeleo ya vitu. Kweli. Hayo ni maendeleo ya barabara, ni maendeleo ya afya, ni maendeleo ya kilimo, maendeleo ya teknolojia. Binadamu kaendelea. Sasa ni vitu gani vinavyomfanya binadamu aitwe kuwa ameendelea? Kwa sababu kama binadamu anaweza kufikia mahala akawa tayari kurusha bomu kuua kwa wakati mmoja mamilioni ya watu, tunasema binadamu huyu hajaendelea, kwa sababu ni mnyama. Kila anaposogelea utu ndio anaendelea zaidi. Kama historia inatufunza hiyo, historia ya kisekula, binadamu wa kwanza alitembea uchi, kisha akabadilika taratibu kutumia majani ya miti, magome ya miti, ngozi, mpaka leo hii sasa anatumia nguo pengine hariri, maridadi, kitambaa kizuri. Sasa kama binadamu wa kwanza alitembea uchi, kuendelea maana yake kuvaa. Ndio. Kwa hivyo kila anavyojisitiri zaidi ameendelea zaidi. Lakini dunia imetufanya tuone maendeleo ni kuwa huru kuvaa unavyotaka. Maanake hata mzee mmoja akichekesha akisema kweli dunia inazunguka bwana. Zamani tukiwa uchi, sasa tunarudi tena tunaanza kuwa uchi kama zamani. Ni kweli. Sasa ukweli hasa tuna haja ya kufahamu nini maana ya maendeleo ya binadamu. Lazima maendeleo ya binadamu yatengeneze kitu kinaitwa saada, happiness. Nchi zilizoendelea zinazoitwa kwa zimeendelea kama nchi za Scandinavia, Denmark na nyingine,
ndio zina viwango vikubwa vya watu ambao wanajinyonga. Sasa unajiuliza, mtu kwa nini akate tamaa na maisha katika nchi ambayo inapigiwa mfano wa kuendelea? Kwa hivyo binadamu huyu ana kasoro fulani ya maendeleo. Sasa hapo ndio mjadala wa maendeleo ya binadamu unatakiwa uzungumzwe. Binadamu anaendelea vipi? Anaweza kwenda mwezini akarudi, lakini bado hajaendelea. Na kwa hivyo maendeleo ya binadamu kwa namna moja au nyingine bado hatujavumbua maana yake. Wataalamu kama kina Jean-Jacques Rousseau Mfaransa huyo anasema binadamu hata Freud anasema kwamba binadamu wa miaka 50-100 iliyopita alikuwa ameendelea zaidi kuliko binadamu sasa. Kwa sababu alikuwa na utu. Lakini huyu Freud anasema dini ni hatua tu za kijamii, kisaikolojia. Anafikia mahali anatafuta kusingizia mtu kutokana na matatizo yake aliyopata. Sasa ukweli ni kwamba binadamu anaweza kuendelea pale anapokuwa na utu na ubinadamu. Na ndipo tutakaporejea katika maadili. Qad aflaha man zakaha, qad aflaha man tazakka. Binadamu akiweza kuishinda nafsi yake, akawa mwema, akawa na utu, akawa hana husda, akawa na moyo wa usamehevu, ataipata saada, ile happiness, na wakati huo ataitwa kuwa ameendelea. Kama binadamu anaweza kumvizia binadamu mwenzake akamkata mkono akakimbia nao, tunasema hajaendelea hata akienda mwezini. Kama binadamu mume na mke watashindwa kuishi pamoja, talaka zikazidi, pakawepo na aina fulani ya mwanaume na mwanamke sasa kuwa maana kile single parent, kwa kila mmoja anaishi kivyake, yeye na mtoto au watoto tu, tunasema binadamu, hiyo ni indicator ya binadamu kutokuendelea. Binadamu kila wanaposogea kuwa pamoja, wakaishi kwa amani zaidi, wakasaidiana, wakawa na utu, tunasema hao wameendelea. Hivyo vigezo vinatakiwa viwepo kupima maendeleo ya binadamu. Sasa utavipata wapi hivi? Utabeba zile mafumo ambazo ima ni finyo au ni potofu. Naam. Shekhe, bado tunaendelea kuangalia utamaduni wa kielimu. Wakati huo kuna dhana hapa naona kwamba watu wa magharibi au walioshikilia huu mfumo wa kisekula, wao hudhani kuwa elimu hii ya Kiislamu pengine ni chachu ya kudumisha maendeleo ya kijamii. Yaani elimu ya Kiislamu, kama watu wataendelea kujiengeji na elimu ya Kiislamu, basi wanahisi kwamba eneo hilo litakuwa nyuma kimaendeleo. Labda unaweza kutufahamisha kwamba hapana, elimu ya Kiislamu pia inaweza kuwa na mchango kwa namna moja au nyingine katika kuendeleza au katika kuleta maendeleo katika jamii husika au katika dunia pia. Kama nifahamike kwamba si kila kinachofundishwa katika shule za kisekula ni batili, hakikubaliki Kiislamu. Kuna mambo muhimu sana ya sisi kusoma. Unasoma udaktari, upasuaji, kuzalisha na nini, ni vitu muhimu sana. Tatizo ni kwamba walipokuja katika nchi zetu wali ignore zile elimu tulizokuwa nazo, wakaintroduce elimu. Kwa hivyo za kwetu hazikukua. Yaani palifanyika abortion ya kielimu. Kwa hivyo ijihadhi ile ilifanya elimu zetu sasa zidumae, zisikue tena, tuishie pale. Nasema hili kwa sababu utagundua kwamba katika historia ya Uislamu kuna wataalamu wengi wenye mchango wa elimu zinazojiri sasa hivi duniani. Kina Avicenna, anaitwa Ibn Sina. Mtu alikuwa hafidhul Qur'ani tangu akiwa na miaka 10, mwana falsafa, lakini ni daktari mkubwa ambaye ameweka principle nyingi sana za udaktari zinazotumika leo hii. Kwa hivyo ukitaka kuhesabu orodha ya wataalamu wa Kiislamu kihistoria na falsafa ya leo na sayansi ya leo, udaktari na nini, na namna gani wamefaidika na wale na wanaendelea kuwa nukuu, ni vingi. Ibn Khalduni katika philosophy ya history
ana mchango mkubwa unaosomeshwa kimataifa. Amezungumza mambo gani kuhusu history? Nilibahatika kuwa University ya Nairobi wakati fulani. Niliona vitu vya ajabu tukisoma philosophy of history. Katika library yao kubwa nilipata vitabu kadhaa vinavyozungumza sayansi ya hadithi kwa Waislamu. Namna inavyoweza kuthibitisha ukweli wa event ya kihistoria. Kwa hivyo dunia inajifunza kwamba ile kusoma mambo ya authenticity ya hadithi, kwamba hadithi hii ni kweli, imetoka kwa fulani, alimuona fulani, alifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Waislamu wameweka principle gani, kawaid gani katika kuhakikisha kweli alisema Mtume? Kwa hivyo hili linafundishwa vile vile katika historia kwamba kweli miaka 1000 kadhaa palifanyika kitu fulani na watu fulani na mahala fulani. Tuthibitishe vipi? Reference ni hadithi, science katika Uislamu. Sasa tunayo hazina ambayo inatumika kimataifa, lakini haionekani na haikuendelea kwa sababu ya kuvizwa. Imevizwa kwa sababu ukiwatawala watu kielimu, umewatawala jumla jamala. Sasa kwa nchi za Kiafrika kwa mfano, sayansi ya tiba ilikuwepo. Wao wanaelimisha vijana wao kwamba walikuja kuwastaarabisha watu. Lakini ukweli tiba ilikuwepo. Si kwamba watu walikuwa hawaugui. Kweli. Tiba ilikuwepo. Sasa hivi tunasema atibu nabawi. Mtume amesema nini kuhusu habatu sauda? Amesema nini kuhusu vitunguu saumu? Amesema vipi kuhusu hizi spices? Ambapo ukija utagundua kwamba Waislamu wana utamaduni mkubwa sana katika vyakula vyao kutumia viungo. Mtume kazungumza nini kuhusu tiba mbalimbali? Lakini kinga, acha tiba, kwa sababu sehemu kubwa ya afya na maradhi yanahusiana na kile anachokula binadamu. Bali ulimwengu unazungumza kuhusu staili ya maisha ya binadamu ina mchango gani katika kumtia maradhi. Mtume kazungumza kuhusu staili ya maisha. Ulale vipi, uamke vipi, ule vipi, ule kiasi gani, usizidishe katika kula, ugawe mwili wako katika chakula sehemu 3, ufanye hivi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katoa tiba ambazo zingeweza kusaidia ulimwengu wa leo. Kwa hivyo unachoweza kusema ni kwamba elimu iliyomo katika dini inahitaji kuibuliwa, kukuzwa, kusimamiwa, kuenezwa. Ni hazina ambayo hakuna anayeweza kuitetea mpaka awe na taaluma. Na uzuri ni kwamba ukisoma hizi za kwao unakuwa na ufunuo zaidi wa kufahamu yale ya kwako pia uliokuwa nayo. Jiandae kimsingi umjue Mungu vizuri, lakini tuhakikishe kwamba kuna elimu za Kiislamu zinaenezwa. Si fursa ya kuzungumza wataalamu wa Kiislamu wanapita katika historia ambao wamefanya mambo mengi makubwa sana. Wengine walifananishwa katika falsafa na kina Aristotle, kwamba ni Aristotle wa zama zake. Lakini falsafa yake ilikuwa ya Kiislamu. Of course Waislamu wanazungumza sasa hivi tofauti baina ya Waislamu kwamba falsafa inafaa iwepo au isiwepo. Je, ni katika mambo ya Kiislamu? Lakini mimi nawaambia kuna makosa mengi ambayo sisi hatuyajui tunayafanya. Unapokataa elimu ya kisekula kwa ujumla, kisha unakwenda kufundisha mubtada na khabar. Haujui kwamba unafundisha fikra za Aristotle na Plato katika language. Kwa sababu haya ni mambo yaliyogunduliwa na Wagiriki, mubtada na khabar. Mtume hakuzungumza mubtada na khabar. Aina za maneno ndio ni zao la kina Aristotle. Kwa hivyo tusikatae haya, lakini tuna nafasi sisi vile vile ya kuonyesha yale yaliokuwa katika Uislamu, tukasafiri safari moja na ulimwengu, tukawafikisha katika malengo. Kwa hivyo utawala huu wa kielimu umechangia kiasi kikubwa sana kuvunja na kuviza ile misingi ya elimu ya Kiislamu na kupotosha dhana mbalimbali ambazo zimepewa mafuhumu ambayo si sahihi. Ustadh Shekhe, umegusa kitu kingine ambacho umenitengenezea pia niwe na swali la msingi hapo. Ulivyokuwa umegusia kuhusiana na swala hili la tiba. Ni vichekesho kidogo kwamba ni kweli unaweza ukakuta labda mtu ni PhD holder lakini au pengine ni daktari mzuri, lakini kwa bahati mbaya akawa anaweza kuwa ana ignore hizi tiba ambazo tunasema labda ni tiba za asili kwa namna moja au nyingine. Lakini wakati huo huo huyu mtu mwenye wadhifa mkubwa kama huu anaweza akatoroka akapenya
tunasema akaenda kwa lugha nyingine, nadhani itakuwa si rasmi sana, lakini tunasema kama kwa mtaalamu au mganga wa kienyeji au kwa namna nyingine wanaita sangoma kwa mfano. Sasa yeye tayari ni mtu ambaye labda ni PhD holder, tunaweza tukasema kwa namna moja au nyingine ana uwezo wa kujiamini kwa kila kitu, lakini bado inawezekana yuko katika mamlaka fulani, akaenda huko akasema, bwana mimi nataka labda yule bwana ananisumbua, nataka niwe juu yake, nataka niwe hivi, nataka niwe hivi. Sasa wakati huo akikutana naye labda katika shughuli zake, anadharau, anaona huyu ni nani, huyu ni nani. Sasa sijui wanakuwa pengine kuna mantiki gani hapo kwamba tunaidharau ile elimu ya tiba za asili, lakini wakati huo tunakwenda kule na tunatumia zile elimu za labda asili kwa ajili labda ya kujinufaisha, tuwe katika hali fulani, pengine kutafuta mamlaka. Unaweza ukaona hili swala linajiri sana. Ulitoa mfano hapo kwamba bado utakuwa wewe binadamu haujaendelea endapo utahisi kwamba kuendelea, yani ili ufike mahali fulani lazima labda upate kiungo cha mtu mwingine. Utakuwa haya mambo yamekuwa yanafanyika sana, na hasa ukiangalia kipindi cha vuguvugu la kisiasa tunaona vitu kama hivi vinajitokeza sana. Sasa tunahisi au tuna suspect kwamba pengine ni wale watu ambao ni nyadhifa za juu, wenye elimu za juu, ndio ambao wanachochea au wanachangia kufanya vitu kama hivi, na vile vitu ukipeleleza unakuta vinaenda labda kwa waganga wa kienyeji au labda kwa wataalamu wa asili. Sasa sijui inakuwa vipi? Naam. Kwanza kuna waganga wa kienyeji wenye kutumia mathalan mbinu kama hizo ulizotaja za kuagua watu wanaokwenda kwao kutumia pengine njia ambazo si za kawaida, ambazo hata Uislamu unasema kwamba njia hizo hazifai, na kuleta ugomvi katika jamii na kuibua hisia za uadui baina ya wanajamii na pengine wanasiasa, watu wakubwa wamekuwa ni wateja wakubwa pale. Nasema hili ni kwa sababu ya elimu kutokuambatana na kumfahamu Mungu. Unaweza ukaamini kuna vingine vinaweza kufanyia ambao ni nguvu za giza. Sasa hili hatulikusudii. Tunakusudia tiba za kiasili walizokuwa nazo watu, hazitumii madawa ya kisasa ambayo pengine yako katika blister au katika nini, yani za kisasa hizi dawa. Hizi ni tiba ambazo hata katika nchi kama zetu pamegundulika kwamba asilimia kubwa ya watu wanatumia dawa hizo kuliko dawa za hospitali. Huu ndio ukweli. Yani utafiti unaonyesha kwamba bado tunatumia dawa za kiasili katika tiba zetu kuliko dawa za kizungu kama tunaweza kuziita hivyo. Sasa Uislamu si kwamba hata wakati wa Mtume walikuwa hawaugui. Mtume hakutoa tu miongozo ya kuswali watu waswali vipi, wahiji vipi. Ametoa miongozo ya kiafya mingi, ikiwa ni kinga na ikiwa ni tiba. Kinga kwa maana ya kuzuia maradhi, tiba kwa maana mtu anapopatwa na maradhi afanye nini. Na vitabu vimeandikwa sana kuhusu tiba ya Mtume. Kwa hivyo haya yapo, lakini nachosema tu ni kwamba haya kuendelezwa. Yani wakoloni walipokuja, na hasa katika elimu, na ndo tukasema tuifahamu elimu maana yake nini. Maeneo kama Kongo na mengine katika Afrika, wataalamu wa fani mbalimbali walikatwa mikono. Walikatwa mikono ili wasiendeleze ile sayansi walikuwa nayo katika uhunzi, katika na vitu kama hivyo. Haya mambo yalitokea. Watu walikuwa ni wataalamu katika tiba vile vile. Sasa wakati ule sawa, lakini ingeweza kukua bado. Kwa sababu kila zama zinavyokwenda ile tajriba inakuwa zaidi. Mnapokuwa mmetiwa ganzi, hamwezi kuendelea katika hiyo fani yenu ya tiba mathalan. Tunachotaka kusema ni kwamba dunia ya Kiislamu, ulimwengu wa Kiislamu una nafasi vile vile, kama ambavyo ulimwengu wa sasa hivi umepiga hatua katika kuendeleza sayansi ya tiba kwa mfano, una nafasi vile vile ya kuibua sayansi ile na kuhakikisha kwamba pia Uislamu unakuwa ni kibla cha taaluma ya afya katika ulimwengu. Hilo linawezekana. Uslubi wa kiuniversity wa kuaddress elimu, wa kufundisha na kugawa milango ile ya fani ili watu wasome wawe wamepata ile full package, bado Kiislamu inawezekana. Sheria ikafundishwa hivyo na mtu akana makabrasha yake kasoma sheria.
Mambo ya mirathi kwa mfano ni tatizo kubwa hata katika nchi yetu, lakini solution iliyokuwepo katika Uislamu kuhusu mirathi na ule mpangilio, na hasa kwa kuwa Waafrika vile vile familia zao ni extended family, utaona Uislamu daraja la kwanza wanapewa nini, la pili wanapewa nini, inaondosha mgogoro katika jamii. Sasa si haba kuona Muislamu amesoma masomo ya kisekula na anaamini kwamba Uislamu bwana haujamtendea haki mwanamke bwana, kwa sababu hajui nini maana ya mathalan mgao katika mirathi ulivyokuwa katika Uislamu, hajajifunza kujua kwamba Uislamu umelenga nini katika kusema hilo. Naam. Sheikh, tuna swala hili la syllabus. Naam. Tumezungumza kwamba ziko shule ambazo sasa hivi au tunatumia syllabus ya masomo ya kisekula ambayo tunajua kabisa kwamba yana syllabus yake inayofahamika na mpangilio kama huo, lakini tukienda katika upande labda wa elimu yetu ya Kiislamu, inaonekana kwamba ni elimu ambayo si rasmi, lakini pia inaonekana ni elimu ambayo haiendani, haiko katika mfumo wa kisyllabus. Kwa mfano leo kama shekhe utakuwa umeisoma fiki, ukawa umeifahamu vizuri kabisa fiki, katika syllabus huku tungeweza kukuita wewe ni mwanasheria, kwa maana unafahamu sheria za Kiislamu, lakini bado wewe shekhe ambaye ni msomi wa fikihi, ambaye kwa namna nyingine tungekuita mwanasheria, haujulikani kwa jina la kama mwanasheria. Na pengine nikiwa tukikutana labda nje huko, labda maisha ya kawaida, nikisema yule shekhe ni mwanasheria, si rahisi mtu kufahamu kwamba mwanasheria kwa kuwa umeijua fiki, atajua labda we ni mwanasheria, pengine ni upande wa kisekula. Sasa kwa nini pengine upande wa syllabus ya Kiislamu nayo isitengeneze mfumo kama huu, kwamba yule shekhe ambaye anaifahamu fiki hata akitoka nje tumuite mwanasheria, akiwa anajulikana kwamba ameisoma vizuri fiki. Yule shekhe ambaye ameisoma historia vizuri pia apewe jina ambalo linaendana na jina la kwamba amesoma historia, na hata jamii mtambue kwamba ni msomi wa historia. Sio lazima kwamba awe ni msomi yule wa historia hii ya labda kisekula ndio atakuwa amefahamika zaidi, au sheria ya kisekula atafahamika zaidi kuliko yule shekhe ambaye amesoma sheria fiki na tukawa tusimuite mwanasheria, kwa kuwa pia anatoa mchango mzuri sana wa kusolve matatizo ya kimirathi pia. Taban na si ya kimirathi tu, na mengine yote yanahusu, kwa sababu sheria inatokana na maingiliano ya binadamu. Pawepo na mipaka fulani, pawepo na haki na wajibu, ili pasiwepo na migongano. Hii ni kasumba na sisi ndo tunaiendeleza. Wewe mwenyewe ukikaa hapa na shekhe humwiti mwanasheria na ulikuwa unaweza kusema leo tuna mwanasheria wetu na tutazungumza masala kadha ya kisheria kuhusu ndoa, kuhusu talaka, ni masala ya kisheria. Tutazungumza kuhusu umiliki wa mwanamke wa mali, ni sheria. Kwa hivyo sisi wenyewe tumetawaliwa na kasumba hiyo. Tunamuona yule mwenye makaratasi, mwenye shahada ndio msomi, lakini huyu mwingine ambaye pengine yule anaweza kuwa mwanafunzi wake hatumtambui kuwa ni msomi. Na tunapozungumza kuhusu elimu na utandawazi, ndio hapo ambapo sasa makabrasha unapokuwa nayo inakuwa kitambulisho cha elimu yako duniani. Yule aliyesoma zaidi ya wewe lakini kasoma chini ya mwembe hatambuliwi, hata kama ana maarifa kiasi gani. Ndio tukasema kuformalize system ya elimu kwa Waislamu ni kitu muhimu sana. Waislamu wameanza kwa sababu sasa hivi kuna kile kinachoitwa integration schools. Wanasoma masomo ya kidini na masomo ya kisekula pamoja. Kweli ni challenge kubwa, so mtoto anatakiwa abane ajue yote. Yani mtu ambaye anafundisha nahwu na sarfu, ilmu al-i'rab na ilmu sarfu, huyu ni linguistic. Anafundisha al-adab, al-islam, literature, ni linguistic, anajua kanuni zinazotawala lugha. Sasa ni shekhe kisa hajui Kiarabu tu, lakini wewe unaweza ukawa ni graduate wa university uliyosoma Kiswahili. Kuna maprofesa wa Kiswahili wamesoma kanuni za lugha ya Kiswahili. Na ajabu ni kwamba kuna mzee mmoja wa Zanzibar, sitaki kumtaja jina, ni hamali na hakwenda shule, lakini mashairi yake yanafundishwa university.
yanafundishwa university. Kwa walokwenda vyuoni wanafahamu, na vitabu vyake vinafundishwa university, kwa sababu taaluma anayo, anajua ushairi, ni shairi mzuri. Sasa tufahamu kwamba elimu ilivyokuwa sasa hivi na namna ilivyotangazwa imekuja kunyanyua watu watakaoitambua na kuwashusha watu ambao hawatoitambua. Kwa hivyo yule ambaye hatambui ile system na wala hatakuwa na makabrasha, mimi mara nyingi hupenda kusema kwamba kama huna cheti cha kuzaliwa haina maana hujazaliwa. Ni kweli. Sasa kama hauna cheti cha elimu haina maana una elimu. Sasa kwa hivyo ni kasumba. Kasumba tutaweza kuiondoa vipi? Nyie waandishi wa habari wa Kiislamu mna nafasi kubwa sana. Kweli. Kwamba mtaalamu wa theology anakuja kuzungumza aqida hapa na mambo ya ilahiyati. Mtangaze kama mtaalamu wa theolojia. Taaluma ambayo inafundishwa katika vyuo. Sawa. Na mara nyingine ni mtaalamu wa falsafa kwa sababu anazungumza masala ya kifalsafa katika aqida. Mara nyingine au anazungumza mantiki au anazungumza mathalan sheria kama hivyo tulivyosema. Kwa hivyo hawa mkiwatambulisha, jamii itazoea kuwatambua katika sura kama hiyo. Hatimaye akiwa na shahada yake ile atafahamika. Wataalamu wa sasa hivi wanahitajika kujua Uislamu unasemaje kuhusu jambo fulani, sheria yenu ikoje. Na uzuri wa sheria ni kwa mujibu wa tajriba, experience. Mtu anahukumu kwa sababu India mwaka fulani palitokea tukio fulani likahukumiwa hivi, kwa hivyo kwa mujibu wa hivyo anahukumu. Kwa nini isiwe Waislamu ilipotokea hivi walihukumu hivi na hukumu ikatolewa kwa mujibu wa ile hukumu ya Kiislamu? Kwa hivyo nadhani kuna haja sana ya kubadilisha hiyo mindset yetu. Asante sana Shekhe, na naamini pia nami kwa nafasi yangu nitalifanyia kazi kama ambavyo pia umeliagiza. Na nilikuwa na wasiwasi pengine Shekhe atakuwa atake kutambulishwa kama mwanasheria endapo amesoma sheria ya fiki. Lakini naamini kabisa hakuna Shekhe ambaye amesoma fiki akatambulishwa kama mwanasheria akawa amechukia. Hapana, kwa sababu ni nafasi yake ile. Na pengine pia ni agizo kwa mashekhe wajitambue kwamba wao pia wana nafasi za kuitwa wanasheria, wana nafasi za kuitwa walimu kwa kuwa wamesoma mafunzo ya walimu, hata sio lazima kwa njia hii, hata kwa njia ile ya lugha ya Kiarabu. Nikushukuru sana Shekhe kwa kushirikiana na mimi katika kipindi hiki kwa mara nyingine cha Utandawazi. Asante sana. Shukrani. Ila tu tumfahamishe mtazamaji kwamba bado safari yetu ni ndefu na tunaendelea. Pia asikate tamaa na haya yote ambayo tumeyazungumza, nadhani ayafuatilie na pengine ayafanyie kazi. Penzi mtazamaji wa IBN TV Africa, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada kutoka hapa studioni. Kumbuka kipindi hiki tulikuwa tunazungumzia utandawazi wa kielimu. Ulikuwa nami Mujahid Rashid na mgeni wangu alikuwa ni Sheikh Abdulrazaki Amir akitokea pale ABC mjini Arusha. Asante na kwaheri.